Jina la Bwana libarikiwe. Basi naomba tuendelee na somo letu. Somo letu linasema, kwa nini unayapitia magumu? Kwa nini unayapitia magumu au majaribu ikiwa Mungu amekuchagua? Tulizungumza kwamba kichwa cha somo kinabebwa na mstari unaotoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 10 mpaka 13. Inazungumza habari za Daudi alipokuwa amepakwa mafuta. Lakini pia tunaona ukisoma Samueli kuanzia hiyo sura ya 16 na kuendelea, utaona pamoja na kupakwa mafuta, lakini kuna maeneo Daudi amepita. Kwa nini alikuwa anapitishwa? Kwa sababu kuchaguliwa ni kitu kingine, lakini kuyapitia magumu ni kitu kingine. Lakini yote katika yote ni katika kuimarishwa kwa ajili ya uchaguzi Mungu aliofanya kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tukaangalia baadhi ya pointi ya kwanza tukasema ni nafasi ulionayo ya kimungu inaweza kukupitisha kwenye magumu. Lakini pointi ya pili tulizungumza kupandishwa viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulizungumza pointi ya tatu, ambayo pointi ya tatu inasema kurudishwa kwenye njia yako ikiwa umetoka nje ya hiyo njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna wakati unaweza kuyapitia magumu ni kwa sababu tu umetoka nje ya njia Mungu aliyokupangia upite hapo kwa ajili ya kuiendea nafasi au kupandishwa viwango. Kwa ukitoka kwenye hiyo njia, Mungu aweza kuruhusu uyapitie magumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukasema kutoka kwenye njia, wakati mwingine tunaweza tukasema ni kutenda dhambi. Na tunaposema kutenda dhambi, na maana dhambi tulisema ni uasi. Na kama dhambi ni uasi, ina maana unakuwa umetoka nje ya taratibu, sheria na miongozo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitoka nje ya taratibu, sheria na miongozo ya Mungu, uwe na uhakika Mungu ataruhusu upitie hayo magumu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama tunakumbuka tukasema hivi, nini kifanyike ukigundua umemkosea Mungu na unayapitia magumu? Ni nini unatakiwa kukifanya ukigundua umetoka kwenye njia, ukigundua umemkosea Mungu na unayapitia magumu? Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi ya kwanza tukasema maombi ya toba. Tukasema maombi ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pointi ya pili leo tunaendelea na maombi ya rehema. Maombi ya rehema. Tulisema tunapozungumzia toba ni maombi ya kutubu na kuacha. Kwa ina maana huwa tunasema kwamba haya maombi ya toba yanamhusu mtu ambaye ameacha kanuni, sheria na taratibu za Mungu kwa hiari yake. Hayo ndio maombi ya toba. Yanamhusu mtu ambaye ameacha kanuni, taratibu na sheria za Mungu kwa hiari yake. Sasa anapofika hatua ya kujutia, hayo ndo tunayaita maombi ya toba, kwamba anajutia kwamba nilitoka nje ya njia ya Mungu, lakini anaacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajutia na kufanya nini? Na kuacha. Hayo ndio tunaita maombi ya toba. Lakini tofauti na maombi ya rehema, tunapokuwa tunazungumzia maombi ya rehema, ni maombi ya namna gani? Tunasema ni maombi ya kuomba msamaha ambao mtu hakustahili kupata kwenye maisha yake. Maombi ya rehema ni maombi ya kuomba msamaha ambao hakustahili kwenye maisha yake. Kwa maana nyingine tunasema maombi ya rehema
maombi ya rehema ni msamaha ambao mtu hakustahili kupata kwenye maisha yake. Maombi ya rehema ni maombi ya msamaha ambao mtu anapata wakati hakustahili kupata kwenye maisha yake. Sasa unatofautisheje na toba? Maombi ya rehema yenyewe ni kwamba hayamuhusu mtu moja kwa moja. Yawezekana wewe usiwe mkosaji, lakini viko vitu ambavyo vinakushikilia kisheria kwa sababu ya mkosaji aliyepita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna kitu ambacho ukifanya leo kitagharimu kizazi chako, kitafanya kizazi chako kipite kwenye changamoto, kipite kwenye shida. Na bahati mbaya kwenye hicho kizazi chako asipotokea mtu ambaye anagundua kwamba kuna changamoto imepita kwenye hiyo familia au kwenye huo uzao, kwenye hiyo generation, kitaendelea kupita kwenye hiyo changamoto. Lakini akitokea mtu ambaye amegundua matatizo juu ya hiyo generation, anachokifanya sio tu toba, anaomba maombi ya rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu maombi ya rehema yenyewe ni kwamba ni toba unaiomba, si kwa sababu umetenda wewe, ila ni kwa sababu uko mahali umebanwa kwa sababu ya vitu vilivyofanyika kwa maagano kwa watu waliopita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, unakuta kuna wakati sisi wote tumetoka kwenye familia na jamii tofauti, lakini kwenye hizo jamii na hizo familia tulizotoka, zingine tumebahatika ni wacha Mungu, lakini kuna baadhi ya jamii na familia zingine zimetoka wana asili ya uganga wa kienyeji. Zingine familia umetoka wana asili ya uchawi na ushirikina. Zingine umetoka wana asili ya mitara. Yaani wao hawezi akaishi mwanaume bila kuwa na mwanamke wawili, watatu, wanne. Alafu unakuja wewe sasa ndo umeokoka. Umeokoka ndio, lakini ile asili ipo kisheria. Na ndio maana unakuta kuna wakati mwingine kuna mtu anaweza akawa ameokoka, lakini dhambi ya uzinzi inamsumbua. Kuna wakati mwingine unakuta mtu ni mwimbaji mzuri au ni mwalimu wa mafundisho ya neno la Mungu mzuri, lakini kitu kinachomsumbua, akiona mabinti nywele zinasisimka anachanganyikiwa. Sio kama unanielewa sawa sawa? Sio kama unanielewa? Si kwamba hajaokoka, si kwamba hamjui Mungu, lakini viko vitu vya asili ambavyo vinambana kisheria. Yaani mwingine unakuta ameokoka, lakini ikipita pombe anachanganyikiwa, ila ameokoka na amekubali kuacha, lakini ikipita pombe yani anasisimka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na si kwamba alianza yeye, hapana, ila kuna vitu ambavyo kwenye jamii yao waliviweka, na baada ya kuviweka hivyo ndio vinafuatilia ile jamii kisheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na ndio maana kwenye maisha tulio nayo unatakiwa uwe makini sana, kwa sababu chochote unachokifanya leo kinaweza kikatengeneza mfumo mzuri wa maisha yako ya baadaye na wa kizazi chako, au kikatengeneza mfumo mbaya wa kwako na kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tunapozungumzia maombi ya rehema, sasa rehema inahusisha toba.
ya vitu ambavyo hatukuvifanya lakini tunavishughulikia ili visiendelee, visiwe mwendelezo wa kizazi kutoka tulipoanzia. Haleluya, haleluya. Kwa ina maana sisi tunaanza kukataa kwamba tunaomba rehema kwa ajili ya vitu vilivyofanyika. Hatutamani viwe mwendelezo kutoka tulipo. Kama nyumbani kwenu wadada walikuwa wanazalia nyumbani, kuanzia kwako nitakiwa uingie kwenye maombi ya rehema ili kuzuia, kuweka mpaka kwenye ile generation iliyopita ambayo ilikuwa inasababisha nyumbani wazalie, hawaolewi, wanazalia nyumbani. Kwa maombi ya rehema yanakusaidia kukupa toba, yanakusaidia kukupa rehema ambayo baadaye sasa inafuta zile sheria ambazo zilikuwa zimewekwa kwenye uzao wako au kwenye kizazi chako, zile sheria ambazo zilikuwa zinafuatilia hayo maagano, kwamba sisi tuna uhakika na tuna uhalali juu ya vitu ambavyo vinafanyika ndani ya hii familia, kwa sababu kila sheria inayowekwa chini ya jua inakuwa na msimamizi wa hiyo sheria. Kama ni sheria ya kimungu, Mungu anakuwepo kuisimamia hiyo sheria. Lakini kama ni sheria ya kipepo, uwe na uhakika iko miungu ambayo inasimamia hiyo sheria, yako mapepo yanasimamia hiyo sheria. Yani kuna namna hiyo ambayo inakuwa imekaa namna hiyo. Sasa usipoondoa au usipokuwa na maombi ya rehema, ina maana unaacha uhalali wa miungu kusema huyu wa kwetu, hata kama ameokoka, lakini tuna baadhi ya vitu ambavyo tuna uhalali naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na ndio maana unakuta umeokoka, lakini kuna baadhi ya vitu, wewe mwenyewe ni shahidi, kuna baadhi ya vitu unaona vinakusumbua. Kwa nini? Kwa sababu iko miungu inasimamia kisheria. Yani hata useme umeokoka, lakini miungu inasema wewe ni wa kwetu. Kwenye historia yetu sisi lazima uwe na mke zaidi ya mmoja. Au unakuta mwingine haoi mitara, lakini hawana historia ya kukaa na mke. Kwa unakuta ameokoka, lakini ndoa imevunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa rehema inashughulikia hivyo vitu. Fungua na mimi kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua tena Nyakati wa Pili sura ya 6:26. Anasema hivi, ikiwa mbingu zimefungwa hata hakuna mvua, kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakiomba wakikabiri mahali hapa na kulikiri jina lako na kuiacha dhambi yao uwatesapo, basi usikie huko mbinguni ukaisamehe dhambi ya watumwa wako na ya watu wako Israeli, uwafundishapo njia njema iwapasayo waiendee, ukainyeshe mvua nchi yao uliowapa watu wako iwe urithi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazungumzia rehema. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina lako wakijinyenyekeza na kuomba na kuacha njia zao mbaya, anasema nitasikia toka mbinguni juu. Kwa kumbe dhambi ina kawaida, au uasi una kawaida ya kuondoa vitu muhimu kwenye maisha tulionayo. Na ndio maana tunatamani uelewe sana habari ya rehema na toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukisoma hapa anazungumza habari ya kuiponya nchi. Kwa ina maana kumbe unapotenda dhambi wewe
au ukiweka maagano yako leo, yana uwezo wa kusababisha vitu vingine visiendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe hata kuna wakati mwingine dhambi zetu zinaweza zikafanya hata mvua isinyeshe. Si ndio anavyozungumza? Lakini tukitubu, tukiomba rehema, inatusaidia kuiponya nchi. Yaani na maana rehema na toba inasaidia Mungu kushuka na kuiponya nini? Nchi. Na wakati mwingine kufungua madirisha ya kimbingu, mvua inaanza kufanya nini? Kunyesha. Kwa Mungu atusaidie sana tunapokuwa tunazungumzia rehema. Unapoona unapita kwenye changamoto, omba sana maombi ya rehema. Maombi ya rehema yatakusaidia kukutoa kwenye hizo changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kuna faida gani kwenye haya maombi ya toba na rehema? Kuna faida gani tunazipata kwenye maombi ya toba na rehema? Kuna faida gani tunazipata? Kumbuka bado tunazungumzia kutoka nje ya njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi yetu ya 3 iko kutoka nje ya nini? Kurudishwa kwenye njia yako ukiwa umetoka nje ya hiyo njia. Inaweza kukupitisha kwenye magumu, lakini tukaangalia namna gani tufanye. Ndio tunazungumzia hapa, namna gani tufanye ili turudi kwenye njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukazungumzia toba, rehema. Sasa kuna faida gani tunazipata kwenye hayo maombi ya toba na rehema? Faida gani tunazipata? Yaani unapokuwa unaomba maombi ya toba na rehema, kuna faida unatakiwa uzipate. Ni faida gani unazipata? Faida ya kwanza, Biblia inatuambia tukiwa ni watu wa toba na rehema, wakati mwingi lazima utakula mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakula mema ya nchi. Kwa nini unakula mema ya nchi? Kwa sababu kwenye toba kunafungua vifungo. Watu wanashindwa kula mema ya nchi kwa sababu hawaziishi ndoto, hawazifikii ndoto. Kwa nini? Kwa sababu viko vitu vinawazuia wasifike pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maombi ya toba na rehema yanafungua vile vizuizi, vinaondolewa kwenye rehema na nini? Na toba. Kwa ina maana kama vizuizi vinaondolewa kwenye rehema na toba, itakusaidia kuwa na uhakika ya unapokwenda, au kuwa na uhakika na level unayoiendea. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Isaya 1:16, anasema jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema. Takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. 18. Haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama sufu. 19. Anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nini? Ya nchi. Naomba nirudie 16. Anasema hivi, jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteni mjane. Haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama sufu. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa ina maana kwenye toba kuna kusaidia wewe kukupeleka kwenye mema ya nchi.
Sasa mema ya nchi yanakujeje? Kwa sababu toba inatusaidia kutuondolea vikwazo. Toba inatusaidia kutuondolea vifungo. Toba inatusaidia kutuondolea vitu mbalimbali. Kwa ina maana kwa kadri unavyoomba toba, inakufungulia yale marango yalikuwa yamefungwa, vifungo vinafunguka. Na vifungo vikifunguka, ina maana hata kama ulikuwa na ndoto kuelekea mahali fulani, lazima utaisifikia hizo ndoto. Kwa nini? Kwa sababu vile vifungo vinafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile mipaka uliokuwa umewekewa, toba inakusaidia kuiondoa. Vikwazo ulivyokuwa umewekewa, toba inakusaidia kufanya nini? Kuviondoa. Sasa Biblia inasema bali ukikataa utahukumiwa kwa nini? Kwa upanga. Ina maana dhambi ndiyo inatufanya tusifikie kule, na zaidi sana dhambi inatukatilia mbali. Dhambi inafanya sisi tufe. Na ndio maana Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa tukishajua toba na rehema inatusaidia kufanya nini? Kufanya nini? Kula mema ya nini? Ya nchi. Ni wangapi wamefikia level ya kula mema ya nchi hapa tulipo? Ni wangapi? Wengi wao bado hatujafikia kula mema ya nchi. Wengi tunapata tu manyunyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatujafikia viwango vya kusema sasa nakula mema ya nini? Ya nchi. Kwa nini? Kwa sababu kuna ushindani, kuna vizuizi, kuna mapambano, kuna vita. Lakini toba inatusaidia kutuondolea hizo vita, inatusaidia kuondoa hivyo vikwazo. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ndo msingi mkubwa wa hivyo vikwazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Biblia inasema afichaye dhambi hatafanikiwa, bali aziungamae na kuziacha atapata nini? Rehema. Kwa hiyo ukificha dhambi, na bahati mbaya sana ukitenda dhambi na kawaida ya kutaka ufiche kwa dhambi nyingine, si ndivyo? Yaani ukifanya dhambi ya uzinzi leo, mtu amekuona umezini, utaongopa. Kwa unatenda dhambi ngapi? 2 kwa wakati mmoja. Ulikuwa wapi? Unakuta ulikuwa kuzini. Wanakuuliza nyumbani, ulikuwa wapi? Hamna, nilikuwa kwa rafiki yangu. Kwa umezini, umeongopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema afichaye dhambi zake hatafanya nini? Hatafanikiwa. Kwa ina maana huwezi ukapata mema ya nchi, huwezi ukala mema ya nchi ukiwa umetenda nini? Dhambi. Dhambi inazuia wewe usifikie kwenye mema ya nchi. Dhambi inazuia usiyafikie yale Mungu aliyoyakusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Jambo la pili. Faida ya pili ya maombi ya toba na rehema. Ya kwanza tumesema kula mema ya nchi, si ndivyo? Sasa lazima tuombe rehema na toba, mema ya nchi tuyafikie, si ndivyo? Pointi ya pili, kusikilizwa na Mungu kwa ukaribu usio wa kawaida. Rehema na toba inakusaidia kusikilizwa sana na Mungu kwa ukaribu usio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua Isaya 59. Isaya 59. Isaya 59. Mstari wa kwanza. Anasema, tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana.
Lakini mstari wa pili anasema hivi, lakini maovu yenu yamewafalakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake usionekane. Hata hataki kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mkono wa Bwana haukupunguka hata usifanye nini? Siweze kuokoa. Wala sikio lake si zito hata siweze kufanya nini? Kusikia. Kwa kumbe tunapokuwa tunaomba rehema na toba, tunaitoa ile dhambi ambayo ilikuwa imetuzinga au ilikuwa imefanya kiambaza cha kati yetu sisi na Mungu. Kwa ile dhambi ikiondoka, Mungu sikio lake linakuwa rahisi kusikia, mkono wake unakuwa rahisi kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kama dhambi imemzuia Mungu au imemfarakanisha Mungu na sisi, kumbe tunapoomba rehema na toba tunaondoa ile dhambi. Ile dhambi ikiondoka, Mungu anatukaribia. Na Mungu akitukaribia, na maana anatusikiliza kwa urahisi, kwa ukaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Pointi ya 3. Toba ina kawaida ya kufungua. Ina kawaida ya kufungua ardhi iliyobebeshwa laana. Toba ina kawaida ya kuifungua au kuikomboa ardhi iliyobebeshwa laana. Toba ina kawaida ya kuifungua ardhi iliyobebeshwa laana. Koma, anga lililozuia mvua kunyesha. Yote ni kufungua ardhi iliyobebeshwa laana na anga lililozuia mvua kunyesha. Kwa maombi ya toba yanafungua ardhi iliyofungiwa laana au iliyobebeshwa laana. Na laana yoyote ikibebeshwa juu ya ardhi, uwe na uhakika hakuna kitu kitafanikiwa kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahusiano makubwa sana kwenye maisha tulionayo kati ya ardhi na maisha tulionayo. Sisi tu kwa kawaida tumeumbwa kwa nini? Kwa udongo, si ndivyo? So kama tumeumbwa kwa udongo, ina maana kuna uhusiano mkubwa sana kati ya udongo na mwanadamu. Na ndio maana mtu akitaka akulaani, ana uwezo hata akuchukua pale ulipopakanyaga udongo wake ule, akaenda kusemesha na kitu kikatokea. Kwa nini? Kuna mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Biblia ndio inatuambia sasa kwamba toba inatusaidia kuondoa zile laana, kuondoa vifungo, na ardhi unavyoisikia inasikia na inatenda. Sio kama unanielewa ninachokisema? Yaani ardhi una uwezo wa kuisemesha ikasikia na ikafanya. Na kama ardhi ina uwezo wa kusikia na kufanya, basi toba ina uwezo wa kuifanya hii ardhi iliyosikia ikafanya mabaya kwa ajili yako. Toba ina uwezo wa kubatilisha hii ardhi iliyosikia mabaya ikasikia mema na ikatabiri mazuri kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba turudie sasa Mambo ya Nyakati. Rudia Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa pili. Mambo ya Nyakati wa pili, tunaanza 7. Mambo ya Nyakati wa pili 7 mstari wa 14
anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba. Cha kwanza ni kujinyenyekesha. Kuitwa kwa jina ni kuchaguliwa. Si tunazungumzia kuchaguliwa Yaani wewe uliitwa kwa jina, ina maana ulichaguliwa lakini ulienda kinyume. Ndio maana hapa anasema wakijinyenyekesha na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso. Hajaishia hapo, anasema na kuziacha njia zao mbaya, toba. Tuko pamoja? Anasema basi cha kwanza atasikia kutoka mbinguni juu. Isaya kule anasema uso wake umefarakana na sisi, si ndivyo? Lakini hapa anasema atasikia toka mbinguni juu. Kwa ina maana ukiacha njia mbaya, ukiomba toba, ukiomba rehema, cha kwanza yule Mungu ambaye alikuwa asikii kwenye maisha yako atasikia. Tena kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Atakusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini cha tatu anasema kuwasamehe dhambi yao. Kwa ina maana cha kwanza atasikia. Maombi ya rehema yatafanya Mungu akusikie. Maombi ya rehema yatafanya Mungu akusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kama alitaka akupe adhabu, atagairi ile adhabu kwa sababu amekusamehe. Mtu aliyekusamehe hawezi akakuchapa. Mtu aliyekusamehe hawezi akakupiga. Sio kama tunaenda sawa. Hata kama alikuwa yuko tayari kukuchapa, hata kama alikuwa tayari kukupiga, atagairi kwa sababu ile hasira yake imepungua, au hasira yake imefanya nini? Imeisha. Anaamua kukuacha, lakini kwa kuambia usirudie kufanya hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la tatu anasema ataiponya nchi. Kuna uhusiano gani wa kusikia msamaha na kuiponya nchi? Kwa nini? Kwa sababu wanajua dhambi wayo yoyote unayoitenda nchi inasikia, na nchi ikisikia inabeba yale madhara ya hiyo dhambi kwa ajili ya uzao wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa sababu hakuna dhambi inayotendeka nje ya nchi. Kila dhambi inayotendeka inatendeka juu ya nchi. Kwa ina maana ukizini, ile ardhi inaandika kwamba alizini. Na kama imeandika, ina maana ziko sheria zinatengenezwa kwa ajili ya uzinzi ulioufanya juu ya nchi. Na zile sheria zikitengenezwa zinasimamiwa na mapepo na majini na mizimu kwa ajili ya generation. Kwamba kama yule alianguka kwenye uzinzi, basi watoto wake wanaokuja wataanguka kwenye nini? Kwenye uzinzi. Ndio maana unakuta kama wewe ulizaa nyumbani, hata ungetembea kwenye wokovu, usipoingia kwenye toba, lazima mtoto wako mmoja naye atazalia nyumbani. Sio kama unanielewa vizuri. Lazima atazalia nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu ile dhambi uliifanya juu ya nchi, na nchi ilirekodi, iliandika, na baada ya kuandika ikatembea na ile message kwenye generation ulionayo, kwenye uzao ulionao. Kwa ili utokane na hiyo madhara ya hiyo dhambi, ni lazima uombe rehema na nini? Na toba. Na ndio maana Mambo ya Nyakati anasema atasikia toka wapi? Mbinguni juu. Akisikia toka mbinguni juu, atakusamehe. Haishi kukusamehe kwa sababu akikusamehe, asipofuta yale madhara juu ya nchi, bado madhara yataendelea kufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na ndio maana anasema ataiponya nini? Nchi. Kwa dhambi unayofanya leo inakuathiri wewe, inaathiri uzao, inaathiri nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haya, tufungue tena Mambo ya Nyakati. Tunarudi hapo hapo. Mambo ya Nyakati. Fungua Mambo ya Nyakati sura ya 6. Nyakati wa pili sura ya 6:26. Anasema hivi: ikiwa mbingu zimefungwa. Sema ikiwa mbingu zimefungwa. Ikiwa mbingu zimefanya nini?
zimefungwa. Zinafunguaje mbingu? Kwa nini mbingu zifungwe? Dhambi ina uwezo wa kufunga mbingu. Dhambi ina uwezo wa kufunga nini? Mbingu. Anasema ikiwa mbingu zimefungwa, hata hakuna mvua. Kwa kumbe wewe ukitenda dhambi, wewe akitenda dhambi, wewe akitenda dhambi, Mungu akichukia anafunga mbingu. Hakuna mvua, hakuna mazao, hakuna nini. Haleluya, haleluya. Na ndio maana tukiona mvua haipo, unatakiwa uende kuomba rehema, kwa sababu kuna wakati mwingine mvua si kwa sababu ya season, sio kwa sababu ya majira, ila kuna wakati unakuta dhambi imefanyika kwa wingi mpaka Mungu imekuwa ni chukizo mbele zake, anafunga mvua. Mbingu zinafungwa, mvua hamna. Ndio anaratibu kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa sababu wamekukosa wewe. Kwa mvua imefungwa tu kwa sababu ya kumkosa nani? Na kumkosa Mungu ni nini? Ni dhambi. Tumesema kwa sababu dhambi ni uasi, ni kwenda kinyume na sheria, kanuni na taratibu za nani? Za Mungu. Kwa Mungu anaamua kufunga nini? Lakini pale chini anasema kama wakiomba, sema kama wakiomba, wakikabiri mahali hapa na kulikiri jina lako, anasema na kuacha dhambi yao, sema na kuacha dhambi yao. Kwa wakiomba, wakipakabiri mahali hapo na kuacha dhambi yao. Si tu kuomba. Ukiomba bila kuacha dhambi hauna toba. Na ndio maana tunasema toba ni kukiri na kuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, uwatesapo basi usikie huko mbinguni. Anasema na kuacha dhambi zao uwatesapo. Kwa kumbe kuna wakati tunateseka kwa sababu tumetenda nini? Umetoka nje ya nini? Ya njia. Yeye anasema watesapo, kwani sio Mungu anamsema hapa? Si anamsema Mungu. Kwa kumbe Mungu kuna wakati anatakiwa atutese kwa sababu tumetoka nje ya nini? Ya njia. Lakini anasema tukitubu asikie kutoka mbinguni. Anasema watesapo basi usikie huko mbinguni, ukaisamehe dhambi ya watumwa wako na ya watu wako Israeli, uwafundishapo njia njema iwapasayo waiendee, ukainyeshe mvua nchi yao uliowapa watu wako iwe urithi. Kwa mvua itanyesha kwa sababu ametusamehe, kwa sababu tumeomba toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa faida ya toba inatusaidia kufungua ardhi iliyokuwa imebebeshwa laana, lakini inasaidia kufungua mbingu iliyokuwa imezuiliwa mvua kunyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana nyingine tunasema toba inasaidia kutokuwa na janga la njaa. Kwa sababu kama mvua haijanyesha, ina maana uwe na uhakika mwaka huo lazima muwe na nini? Lazima muwe na nini? Na ardhi ikilaaniwa, uwe na uhakika hata ulime vipi uweze ukapata vile unavyostahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa toba inatusaidia kuvuka kwenye hayo mazingira. Na ndio maana maombi ya toba na rehema ni ya muhimu sana kwenye maisha ulio nayo, hata kama una uhakika na utakatifu ulio nao, kwa sababu hujui ni wangapi wametenda uovu kabla ya wewe, kabla ya kuzaliwa. Wako wazazi wako pengine maisha yao yalikuwa muda mwingi ni kukaa kwenye matambiko. Sasa yale matambiko yamenajisi ardhi ulionayo. Wakati mwingine tumeenda kununua hata kwenye ardhi fulani ambazo hata hatujui walikuwa na misingi gani ya hiyo ardhi.
Umeenda umejenga, baada ya kujenga hata hujaomba toba kwa ajili ya hiyo ardhi, hujafanya chochote, umeingia hapo, unakutana na tabia ambazo hujawahi kuexperience kwenye familia na ukoo wenu. Unakuta zinatokea tabia ambazo hata wewe mwenyewe unashangaa. Ukiuliza upande wa mama unakuta hamna, ukiuliza upande wa baba hamna. Kwa nini? Ardhi ilinajisika na watu ambao walikuwa wanaimiliki kwa kipindi hicho. Kwa maombi ya toba yanakusaidia kuondokana na hivyo vikwazo na hizo rana za ardhi zilizobebwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Wengi wao tumenunua ardhi, wengine umetoka Kyela umenunua Gombe, mwingine umetoka wapi umenunua Mwanjerwa, mwingine umetoka wapi, hata hujafanya maombi ya toba, umeenda moja kwa moja. Unajua aliweka nini pale? Na ndio maana wachawi na washirikina wanatushinda vitu vidogo. Wao wakinunua ardhi lazima akatambike. Unafikiri kwa nini anatambika? Anatambika ili vilivyowekwa pale visiwe athari kwake. Sasa wewe mtu wa Mungu umeenda pale hata hujaomba toba kwa ajili ya hiyo ardhi, ina maana matambiko yake yanarudia kwako. Sio kama unanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati mwingine, kuna mwingine umeenda kuhamia hapo, wakakwambia hapa ili uhamie lazima uwe 1 2 3 4 5. Lazima ufanye 1 2 3 4 5. Na wewe umeokoka. Unafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Na wakati mwingine unaweza ukakuta hata kwenye hizi ardhi tulio nazo, hata makanisa tumenunua maeneo na tukafuata kanuni ambazo unajua kabisa kwa uhakika ulio nao kwamba hizi kanuni hazijabeba kanisa. Tumehamia hapo, tumejenga bila kuomba maombi ya rehema na toba na kuweka wakfu ili Mungu adhirike na kujifunua hapo. Unafikiri kanisa litakuwa? Haliwezi likakuwa. Kwa nini? Kwa sababu ardhi ina haki ya kuyabeba iliyoyabeba. Kwa ili ardhi iwe ni sababu ya ufunuo, iwe ni sababu ya mambo mazuri kwenye maisha ya familia au na uzao wetu, ni lazima tuisemeshe. Kama ilisemeshwa mabaya, tuseme sasa tunakutakasa katika jina la Yesu. Tunataka ubebe mema. Kama ulibeba mauti, tunataka ubebe uzima. Kama ulibeba magonjwa, tunataka ubebe watu wanaoishi. Kama ulibeba maneno mabaya, tunataka ubebe maneno mazuri kwa jina la Yesu aliye hai. Toba ndio inatusaidia. Lakini usipofanya hivyo, utaendelea kupita kwenye njia ambazo sio sawa na bado utaendelea kuadhibiwa. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine haujaomba toba na umeenda tofauti na Mungu anavyotaka na hujaomba toba, na Mungu anakuwa mbali na wewe, kwa sababu kanuni ya Mungu anapenda kusikiliza mtu ambaye ndani yake yuko safi. Sasa kama hauko safi, uwe na uhakika Mungu hata kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Wangapi tuna ardhi, tumenunua ardhi za kwetu? Wangapi tulionunua ardhi zetu? Nyosha mikono. Ambao tunamiliki kwetu. Wangapi ambao wakati unanunua hata uliiombea ardhi kwamba Roho Mtakatifu ninakushukuru umenipa hii ardhi, ulitubu kwa ajili ya ardhi? Wangapi? Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu leo hii unataka uwe na mafanikio, yanatoka wapi? Unaweza ukakuta aliyeuza aliuza kwa sababu hiyo ardhi alichokipandikiza kilirudi kwake kwa ajili ya kumtesa. Sasa anaona hayo mateso hana sababu ya kuendelea nayo, anaona bora nihame, niuze hapa, nihamie sehemu nyingine. Unakutana nayo wewe hata hujaomba toba kwa ajili ya hiyo ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sema ardhi, ninakusemesha kwa jina la Yesu. Hata kama ulibebeshwa vitu vya kuua, leo kwa jina la Yesu unabebeshwa uzima katika damu ya Yesu aliye hai.